1 na milioni 1 natoa hii kwa niaba ya mgeni rasmi. Hapa mimi kwa majina naitwa Salum Mulumbe. Nilikuwa diwani wa kata ya Mkene toka tarehe 20 mwezi wa 6, sio rais jamani, ubunge na udiwani wanaruhusiwa kuchukua mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Na niwaambie tu kura za maoni zitafanyika tarehe 2 mwezi wa 8. Unajua kuna mtu mwingine anaweza kusema kwa sasa mbona unasema hivyo? Jamani, sisi ni wa Tanzania. Uchaguzi ni wetu sote. Sasa jamani, maana hao viongozi tunapenda kuwachagua ni wetu sote. Kwa hiyo kila mtu anawajibika na kila mtu anataka kujua nini kinachoendelea kwenye nchi yake. Sasa ndugu zangu, nipo hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Comrade Daniel Chongolo ambaye kwa sasa ni mstaafu kwa nafasi mbalimbali. Kwa nafasi mbalimbali nyingi. Amekuwa mkuu wa wilaya, akahamishiwa akaenda nafasi ya katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, lakini mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, akawa mkuu wa mkoa wa Songwe. Kwa sasa sio mkuu wa mkoa tena wa Songwe kwa utaratibu maalum. Yeye aliandika barua ya kuachia nafasi ya mkuu wa mkoa, anarudi nyumbani Makambako kupumzika. Na ukiandika barua, mwenye dhamana aliyekupa hiyo nafasi ana mawili: kukuruhusu au kutokuruhusu. Tunamshukuru sana Mungu, Mheshimiwa Daniel Chongolo ameandika hiyo barua na ameruhusiwa kuja kupumzika nyumbani. Kwa hiyo hata sasa ninaposema hivi, watu wa ulinzi wanajua kwamba Chongolo yupo Makambako, yupo nyumbani. Nadhani wanajua kwamba Chongolo yupo Makambako, na kwa bahati nzuri leo alipanga yeye mwenyewe aje kwenye tukio hili. Kwa bahati mbaya akapata dharura, akategemea atawahi kurudi, ghafla imeshindikana kuwahi kurudi, na hatimaye ghafla akaniambia kwamba anawahi nenda kule, kuna jambo kaniwakilisha. Kwa hiyo sikupata muda mkubwa sana kwamba ni mwakilisho wa namna gani, lakini nimekuja kumwakilisha. Lakini niendelee kuwashukuru sana ndugu zetu wote wenyeelekea Makambako, wanatusaidia sana kulea watoto wetu. Na sasa hivi hapa mjini watu tumetingwa na shughuli nyingi sana. Tumekuwa tukipeleka watoto wengine wadogo sana kwenye vituo vya kulelea watoto. Kwa hiyo manake kazi kubwa tumewaacha wenzetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kulelea watoto. Inaonekana tunafanya biashara, lakini tunatusaidia kulea watoto. Unakuta hawa wazazi asubuhi wakiamka wanatawanyika. Baba anaenda kushoto, mama anaenda kulia,
kwa majukumu mbalimbali. Kwa hiyo kinachofanyika pale sasa ni kumkimbiza mtoto kwenye kituo hicho ili mtoto aendelee, tunasema pale sisi anasoma. Sasa kwenda anasoma mtoto wa miaka 2. Mimi siamini kama anasoma. Sio jamani? Sijajua wataalamu. Mimi siamini. Ninyi wenye vituo mko hapa wengi. Sasa mimi naamini pale tunakuwa tumempeleka japo kwa tunalipa kidogo kwa ajili ya tunasema kama ada na nini, lakini muda mwingi tunasema kwamba mtoto kwa umri ule sidhani angalau miaka 3 basi hiyo tunasema anasoma angalau. Lakini miaka 2 hapana. Lakini tunashukuru sana kwa sababu bila hivyo tunakosa mahala pa kuwapeleka wale watoto. Lakini mabinti wa kazi na wenyewe sasa wamekuwa ni shida. Wamekuwa ni shida sana. Kwa hiyo tunasema kwamba tuendelee kuachia moyo. Muendelee kuongeza wewe vituo kila eneo, kila kona. Kuna wakati Makambako inapofika mwezi wa kwanza tulikuwa tunafunga safari ya kwenda kuwapeleka maeneo mbalimbali. Na hasa wenzetu Mbeya ndio angalau walikuwa na shule nyingi za private. Kwa hiyo inapofika mwezi wa kwanza tunakuta ni foleni, tunakwenda tunakimbia Mbeya kupeleka watoto. Lakini sasa angalau tunasema na sisi Makambako tumeamka, tuna shule nyingi. Shule nyingi za awali. Shule nyingi angalau za msingi. Tuna shule nyingi za sekondari. Angalau sasa Makambako na sisi ili ya kusafiri kwenda mbali kwa ajili ya kupeleka watoto kusoma inapungua. Kwa hiyo tuendelee kuachia moyo kwamba ndugu zetu mkazane kufungua vituo vya kulea watoto shule msingi, sekondari na kadhalika. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi Makambako au wenye dhamana ya kuendelea kuweka mazingira mazuri ni hawa wenzetu. Kwa maana sasa nasema huyu kwa maana mkurugenzi ndio kuweka mazingira mazuri kwa maana ya wenzetu ambao wanataka kujenga shule na kadhalika na kadhalika. Kwa sababu mkurugenzi ndio mwenye ardhi. Ukienda kwa pale kwa mkurugenzi ardhi utapata. Lakini si utapata kule, utapata kwa utaratibu tu wa fedha. Maana yake yeye ndiye anapanga mji. Kwamba huku kuna shule hapa na kadhalika na kadhalika. Hata hapa sema kwamba unapata usajili. Usajili lazima umfikie mkurugenzi. Mkurugenzi anatuma timu yake waje wakague mazingira, sijui na nini na vitu vingine kadhalika na nini. Ndio sasa wanaruhusu sasa shule hiyo isajiliwe. Kama una vigezo huwezi kupata usajili. Kwa hiyo tuseme kwamba tuombe ndugu zangu wale wote ambao wanafikiri kuanzisha vituo, basi tunashauri tu tuanze kuongea kama diwani, kumbe nimetoka. Tunashauri waende kwa mkurugenzi ili awape ushirikiano ni nini kinachotakiwa kifanyike ili aanzishe kituo. Hatimaye tunawanufaika wakubwa ni sisi wenyewe. Lakini tumekuta hapa kuna changamoto mbalimbali ambazo walikutana nazo mwenzetu hapa wakati anaanza. Amesema hapa alianza watoto wa 4 sijui na kadhalika na kadhalika. Kuendesha shule ni gharama. Watoto wa 4 huwezi kufanya biashara tena. Angalau sasa inaonekana sio mbaya. Watoto 200 na ngapi hiyo sio mbaya sana. Hongera sana. Sio hapa. Mpaka fanikiwa kukusanya watoto wa 200 na kidogo sio hapa. Na maana unalea vizuri watoto, unafundisha vizuri, ndio maana wazazi wengi wamekuamini na kuletea watoto. Tunakushukuru sana ndugu yangu. Lakini zipo changamoto sasa ambazo wameziandika zinahitaji utatuzi kwenye kituo hiki cha INET. Sasa mimi kama mwakilishi wa Mheshimiwa Daniel Chongolo aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Songwe, na mimi natamani chague
kitu kimoja. Nachagua kitu kimoja, lakini ninachofanya hapa anafanya yeye, sio mimi. Mimi nimetumwa tu. Mimi nimetumwa tu. Mimi nimetumwa tu. Kwa mimi nafanya kwa niaba ya yeye. Na unapoanza kuhesabu tunaanza 1 2 3 4 5, ndio? Sasa uweze kwenda namba 2 wakati moja hakuna, ndio? Kwa mimi nachagua namba 1. Hii namba 1 hii namba 1 inasema kwamba tunakumbwa na upungufu wa madawati 20 yenye thamani ya shilingi milioni 1. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya mgeni rasmi nimechagua namba 1. Nimechagua aliyenituma, na kwa bahati nzuri kesho asubuhi saa 2 tuna jambo naye ambayo ndio walikutane. Kwa pamoja na mengine nitaanza kwanza kukabidhi hii risala kwa kuliko nituma, nilifika, nilipeleka. Kwa ndugu zangu, niombe sana tumpe ushirikiano ndugu yetu Mheshimiwa Daniel Chongolo. Nimesema amerudi nyumbani kuja kupumzika. Na ninyi wana Makambako, mnasemaje? Lakini na mimi sasa, bahati mbaya sana hii tukio nimeambiwa asubuhi. Tena nimeambiwa asubuhi kupitia MC wetu Frank, alikuwa anafanya mawasiliano, ikaonekana hawampati. Akanitafuta mimi, akanitumia message. Mimi message nikaisoma, na hatimaye kwa sababu tulikuwa na yeye mwenyewe Mheshimiwa Chongolo, nikamwonyesha message na yeye akaisoma. Kwa mimi sikujua kwamba kuna shughuli kabisa mimi. Sasa yeye alikuwa anajua. Sasa kwa sababu nimekuja hapa na leo sasa kulikuwa na jambo moja, tunasema hatuchezi, sasa tunacheza. Hatuchezi na sasa tunacheza. Sasa mimi sina timu. Mimi sina timu. Mimi timu yangu ni Taifa Stars. Mimi timu yangu Taifa Stars jamani. Lakini tu kwa sababu mimi ni Mtanzania, na Tanzania kuna timu moja ilishiriki, tunasema nini, kutafuta nini, uhuru, si ndio? Huwa naipenda kidogo. Kwa sababu ndio mchango kidogo. Tutatoa mchango kidogo bwana Frank, ile kapu liko wapi sijui. Tuwe hapa tu hapa. Jamani, mimi nichangie kidogo la kimoja. Sio jamani? Sasa niseme kitu kimoja.
tarehe 14 nilikuwa nasoma utekelezaji wa ilani kwenye kata yangu ya Lemkena. Niliposoma utekelezaji wa ilani, tukawa tumeainisha michango kutoka serikali kuu, michango kutoka aliyochangia mheshimiwa mbunge, michango aliyochangia diwani mimi, na michango ya wananchi. Sasa mwandishi mmoja wa habari wa Radio ICF akaandika ile mchango kwamba diwani amechangia kiasi fulani. Watu wakasema kwamba huyu diwani atakuwa mwizi, mpata amechangia hela zote hizi. Mimi nikashangaa kweli. Jamani, mimi ni diwani, lakini ni mtu kama mtu mwingine yoyote yule. Sawa jamani? Sio kwamba kwa sababu ni diwani basi huna uwezo kwa lolote, hapana. Sawa jamani, tuondoe hiyo dhana niseme. Yaani wanaona diwani basi ndio maskini kweli. Hapana, sisi ni wajasiriamali. Sawa jamani? Mimi ni mjasiriamali. Jamani, mimi nafanya biashara ya hardware, nauza vifaa vya ujenzi. Mulumbe hardware ndio mimi hapa. Sawa jamani? Na kuchangia ni moyo. Sio kwamba mtu ana fedha, wengine mtu anaweza kuwa na fedha lakini hakawa hana moyo wa kuchangia. Lakini si wengine tuna moyo wa kuchangia. Sasa ninapochangia kwenye kata yangu, mtu mmoja anasema kwamba atakuwa mwizi, uchunguzwe. Nikasema watu hao jamani, mimi nasema hadhara, mimi ni mjasiriamali, mimi mfanya biashara, mimi lakini ni mkulima. Na ni mkulima kweli kweli, nalima. Na kilimo kimo cha muda mrefu. Mimi na misitu kwa shambani kwangu huko. Tena watu wa upande wao wanasema kwamba ile jamaa unafahamu kweli shamba yako yote. Sasa ndugu zangu, naomba ieleweke hivyo. Kwa wale ambao wanafikiri kwamba ukiona diwani basi wewe maskini, hapana, tunafanya biashara sisi. Sawa ndugu zangu, na sisi ni wajasiriamali kama mtu mwingine. Kwa naomba, na nisema niliniuma sana mtu yule aliyosema kwamba wewe kama mwizi, niliniuma sana. Lakini sikujibu, nikasema watu tunawahurumia. Ndugu zangu, mimi sinayo mambo mengi sana, na imani kwamba sasa hivi ni usiku, kila mtu angetamani aende akapumzike, na Makambako na baridi kweli kweli. Na hesabu tu miezi. Mwezi wangapi? wa 6, wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, kuna moja. Kitu kingine kutoa ni jambo hili. Kwa hiyo mheshimiwa, kwa maneno hayo tunakuombea tu kwa Mungu akujalie neema ya mafanikio. Kweli unapojitoa sadaka namna hii, alafu mtesi mmoja mwenye roho ya Yuda Iskarioti anaanza tena, yaani mtu amepewa kutatuliwa changamoto, alafu anarudi kukosoa tena ule utatuzi kwamba hizi hela anazitoa wapi? Mungu atusaidie. Kuhudumia jamii kunataka Mungu mwenye kushike mkono. Lakini sisi tunakutia moyo, tunakuombea kila laheri, maana mwenye kuleta baraka kwa yote hayo ni Baba wa mbinguni. Na mheshimiwa mbunge ana ujasiriamali, na hajaanza leo, alianza kabla hajawa diwani. Kwa hiyo mtu akiishwa mheshimiwa diwani ni nafasi nyingine, biashara ni nafasi nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa maneno hayo, kama tunamtakia baraka, ongeza kigelegele zaidi. Sisi wao wengine tutaendelea kuwasemea maneno mazuri, na mwenye kibali kwa Mungu hufanikiwa daima. Unapompinga unacheza na mchokoo, unaumia mwenyewe. Unapopiga kelele mwenzio ndio anazidi kuwa bilionia. Yote kwa yote, mheshimiwa, pamoja na baraka ulizotupa tena 100,000 ile salamu za mheshimiwa Chongoro, ndugu yetu na mkazi na mwenyeji wetu, na hata kigelegele kwa Chongoro. Yajayo yanafurahisha. Niombe kusema tu sasa tumepata kutatua changamoto kwa milioni 1,688,500. Ongeza makofi mengi. Asante sana mkurugenzi, upokee na hizi.
Na naweza kulisema si jambo dogo, ndugu mkurugenzi wa vituo, kuweka tamasha alafu ya watoto wadogo mchana Highland. Risala kwa mgeni rasmi. Ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa, wadau pamoja na marafiki wa Highland, tunayo furaha kubwa kuwakaribisha na kujumuika nanyi katika tamasha maalum la usiku wa Highland, hususan katika suala zima la malezi ya watoto wadogo mchana pamoja na utoaji wa elimu changamshi kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na wageni waalikwa, risala hii imegawanyika katika sehemu kuu 5, yaani historia kwa ufupi, mafanikio, changamoto, maombi na hitimisho. Namba 1, historia. Ndugu mgeni rasmi na wageni waalikwa, kituo cha Highland, kituo cha malezi ya watoto wadogo mchana cha Highland kilianzishwa rasmi mnamo tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2018 chini ya mkurugenzi wake Bwana Tulizo Festo Fihanga, ambapo kituo hicho kilianza na mlezi mkuu mmoja ambaye kwa sasa ndiye meneja mkuu wa jumla Bwana Isiaka Zahoro Nyomolero, akisaidiana na mlezi mkuu na mlezi mmoja wa kike ambaye kwa sasa anaendelea na majukumu yake mengine nje ya taasisi yetu ya Highland. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi hicho kuanzia mwezi wa 6 2018 tulifanikiwa kuwa na watoto wa kuwalea 4 tu, huku tukiwa na hali ya kutotia moyo, yaani kukatisha tamaa kweli. Kipindi hicho chote tulizidi kusonga mbele zaidi, huku tukitiwa moyo na maafisa wetu wa ustawi wa jamii wa halmashauri ya mji Makambako pamoja na wazazi wetu. Ndugu mgeni rasmi, kuanzia mwaka 2019 idadi ya watoto ilizidi kuongezeka na imani ilizidi kuwa kubwa zaidi miongoni mwa wanajamii wa Makambako, hususan wakazi wa mtaa wa Magegere, ambapo ndipo kilipo kituo chetu mama, yani kituo anzilishi, na ndio kituo ambacho ndicho kilianzishwa kipindi hicho 2018. Imani ilizidi kuwa kubwa zaidi na huduma yetu ilizidi kuaminika. Kufikia mwaka 2020 tuliongeza kituo kimoja katika eneo la Mnange Vijiweni mwaka 2020. Ndugu mgeni rasmi, mwaka 2024 tuliweza kuongeza kituo kingine katika mtaa wa Jeshini kata ya Makuvana, tukafikisha jumla ya vituo 3 ambavyo tunavyo hadi hivi sasa, na vipo katika mitaa na kata 3 tofauti, yani Magegere kata ya Kibabi, Liamkena kata ya Liamkena na Jeshini kata ya Makuvana. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka 7 ya utoaji wa huduma tumekuwa na mafanikio yafuatayo. 1, tumefanikiwa kuongeza vituo 2 kutoka kituo kimoja mwaka 2018 hadi kufikia idadi ya vituo 3 kama ilivyotajwa kwenye historia. Tumefanikiwa kuongeza idadi ya watoto wa kuwahudumia katika vituo vyetu kutoka watoto 30 mwaka 2020 hadi kufikia watoto 280 mwaka 2025. 3, tumefanikiwa kuongeza idadi ya walimu, yani walezi wa kuwalea kutoka walezi 2 mwaka 2020 hadi kufikia jumla ya walezi 14 mwaka 2025, jambo ambalo pia tunasaidia kutoa ajira kwa vijana wetu wa Kitanzania. 4, tumefanikiwa kuimarisha ushirikiano baina ya taasisi zetu za Highland na jamii inayotuzunguka, serikali na taasisi zingine za utoaji wa huduma ya taaluma na malezi kama vile shule za msingi zinazozunguka taasisi yetu ya Highland na vituo vingine vya malezi ya watoto wadogo mjini Makambako. 5, tumefanikiwa kupata uwanja wa kujenga shule wenye ukubwa wa ekari 3 katika halmashauri ya mji Makambako. 6, ndugu mgeni rasmi, jambo la 6 na kubwa tunalojivunia ni kuwa tumefanikiwa kupata usajili rasmi wa vituo vyetu 2 kati ya vituo 3 tulivyo navyo mwaka huu 2025.
tulipata usajili huu mwaka huu 2025 mwezi wa kwanza, huku kimoja kikiwa katika mchakato wa hatua za mwisho za kupatiwa usajili, ambacho ni kituo cha mtaa wa Jeshini kata ya Kibabi, kata ya Maguvani, kwamba ziende kwa mheshimiwa mgeni rasmi, hususan mwakilishi wetu hapa ambaye nadhani kwenye taarifa yake mmesikia kwamba imekuwa ni katika dharura, haikuwa imepangwa, lakini akaona kuna haja ya kufika. Hii ni heshima sana kwetu sisi watu wake ambao watu wao ambao tunawatumikia, wanatutumikia nishoti. Ingawaje bado safari hii kwenye utumishi wao wameshatoka rasmi, lakini bado wanaona kuna haja ya kushirikiana na jamii hii ya sisi wote ambao tupo hapa. Hii kwa kweli ni kushukuru mwakilishi, lakini pia naomba nifikishe salamu hizi au shukrani hizi kwa mheshimiwa huyu ambaye anaona kuna haja ya kushirikiana na sisi. Na kipekee kabisa nishukuru kwa zawadi hii ambayo tumepewa. Hii sisi tunaamini zawadi hatukustahili. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa kamati pale ambaye pia ni MC Bwana Frank alizungumza kitu fulani hapa, akasema kwamba swala la mtu kuwa kiongozi ni jingine na swala la utoaji pia ni jambo la pili. Na swala la utoaji pia linahusisha moyo moja kwa moja. Sasa kitendo cha sisi kuona walau kwa sehemu fulani kusolve changamoto zetu tulizo nazo, sisi tunakitafsiri moja kwa moja kwamba huu ndio moyo wenyewe. Sasa ni kazi kwetu sisi ambao tupo hapa kuona tunatakiwa kufanyaje kwa kipindi kijacho huko mbeleni. Nafikiri tuna mambo mengi tunajua, lakini nadhani kwa namna moja ama nyingine tuna wajibu wa kuona tunatakiwa kufanya. Hili ni shukuru sana, na kwa sehemu moja kwa hatua moja ama nyingine imetusaidia sisi kusongesha gurudumu hili la uendeshaji wa vituo vyetu kwa uzuri kabisa. Naomba nizungumzie kwa kifupi swala la usajili wa hivi vituo vyetu au swala la taarifa la vituo vyetu vya Highland. Vituo vilianzisha mwaka huu vikiwa na jina la Highland kama nilivyotambulisha hapa na bango linalojieleza hapo kupitia ndugu wetu design wetu mzuri kabisa Vanga, likitambulika kama Highland. Lakini lilipokuja swala la usajili vituo vyetu, kutokana na itifaki mbalimbali za usajili wa majina ya kampuni, ikawa ni lazima tubadilishe hili jina la Highland. Sasa najua kuna maswali kwamba kwa nini bado tumetumia Highland. Tumetumia Highland kwa sababu wadau wetu wote mliopo hapa pamoja na wajumbe wote, wazazi na kadhalika, mmeifahamu taasisi hii tangia 2018 kwa jina la Highland. Na ndio maana tunatumia jina hili ili mnapokuwa mnakuja mnajua kwamba mnakuja kujumuika pamoja na sisi kwenye tukio hili, kwa vile vituo vya Highland ambao mnaifahamu tangia mwanzo. Lakini official usajili wetu umetoka kwa jina la tofauti na Highland. Sasa hili bwana niliyokipigia kidogo kwa sababu nyinyi mliopo hapa ni wadau, lakini pia ni wazazi wa watoto ambao tunawalea kwenye vituo vyetu. Vituo vyetu hivi sasa kama mmesikia kwenye risala ni kwamba vimesajiliwa viwili kati ya vitatu hivyo navyo. Kituo namba 1 ni cha Magegere ambacho kipo kata ya Kibabi, kimesajiliwa rasmi kwa namba hiyo inayoonekana hapo 3000, nafikiri nachanganya kidogo hapa lakini nadhani naiona hapo inajieleza, kwa jina la Eunice Daycare Center. Hii ni kutokana na sababu ambazo nimewaambieni hapa za masuala ya usajili wa majina na kampuni. Jina letu wakati tunapeleka mapendekezo ya kusajili taasisi ikaonekana tayari kuna taasisi ilishatangulia mbele kusajili jina la Highland. Kwa hiyo ipo Highland nyingine ambayo imesajiliwa official na inafanya huduma kama za kwetu. Kwa hiyo msishangae kuona baada ya tukio hili na kuendelea kwa mbele kuona jina linakuja sio lile ambalo mlikuwa mmelizoea. Mkaisi labda pengine mtu mwingine hapo jenja fulani imefanyika au kuna mtu tumeuza na kadhalika. Hapana, ndio sisi wenyewe. Lakini pia kwa sheria hiyo hiyo, nafikiri maafisa ustawi wangu hapa wa jamii watakuwa wanajua hili. Ndani ya halmashauri moja haturuhusiwi kuwa na vituo zaidi ya kimoja vinavyosoma jina moja. Kwa hiyo tukalazimika hata kituo chetu cha Mnangi ambacho pekee kimepata usajili rasmi kukibadilishia jina. Nacho sio Highland tena na wala sio Eunice tena, lakini badala yake kinaitwa Success Bridge Daycare Center. Makofi tafadhali. Success Bridge, ndugu zangu, hii kidogo ni lugha ya kigeni iliyokuja na ndege. Success Bridge maana yake daraja la mafanikio. Kwa hiyo hicho ni kituo chetu cha Mnangi ambacho kimepewa usajili kwa jina hilo. Ninawashukuru sana kwa nafasi na muda uliopewa na
mwenyekiti wetu wa kamati, lakini pia ndugu wetu MC hapa, naomba niishie hapa, ingawa nilikuwa na mengi ya kushukuru. Mwisho kabisa niwashukuru wote mliojumuika na sisi, niwashukuru waandishi wetu wa habari na wengine wote waliofanikisha tukio hili. Asanteni sana. Ustawi wa jamii tumewekwa hadi kwa kupitia sehemu zetu za kata. Kwa hiyo ningependa kuwaambia wanajamii wote wa Makambako, sasa hivi maafisa ustawi wanapatikana ofisi zetu za kata. Kwa hiyo mtu yoyote ukiwa na changamoto yoyote, kama ni masuala ya matunzo, kama ni masuala ya ukatili, usihangaike kufika hadi halmashauri, ofisi za kata pia kuna maafisa ustawi wa jamii. Kingine pia ningependa kumpongeza mkurugenzi wa shule kwa kusajili shule zake. Kwa hiyo ningependa pia kuwaambia wasimamizi wote wengine wa daycare mbalimbali na wenyewe waweze kufika ofisi za ustawi wa jamii ili waweze pia kusajili shule zao daycare. Si ndio jamani? Ningependa kusema hiyo, tusisahau jamani, shule zetu tuweze kuzisajili. Lakini sio tu kuzisajili, lakini pia tujitahidi ziwe katika mazingira ambayo ni salama kwa ajili ya watoto wetu. Si ndio? Mazingira salama, nazungumzia mazingira ya watoto ambapo tunaamini watoto wetu wadogo wanafika shuleni na wanarudi nyumbani wakiwa salama. Mfano MC alizungumza, mwingine unakuwa unamwacha na dada wa kazi, unakuwa na wasiwasi. Ila daycare ziko pale kwa ajili ya kulinda watoto wetu. Kwa hiyo tungependa mazingira ya shule yawe salama kwa ajili pia ya watoto wetu wanapokuja shuleni. Si ndio jamani? La mwisho, nisichukue muda wenu mwingi, ningependa tu kusema machache. Kwa upande mwingine pia kwenye daycare zetu unaweza kukutana na changamoto. Kuna daycare zingine ambazo hazikizi au hazina sifa, tunaweza kufungia daycare. Kwa hiyo tusingependa kufika huko. Tujitahidi wote wamiliki wa daycare tufuate taratibu na ziwe katika misingi ambayo ni mizuri, ili usije kufikia katika hatua kufungiwa nini daycare zetu. Si ndio jamani? Sherehe hii machache. Kwanza kabisa naomba niwatambulishe kwamba Jeshi la Polisi mahali popote pale lipo dawati la jinsia na watoto. Dawati la jinsia na watoto ni kitengo maalum kinachoshughulikia kesi zote za unyanyasaji na ukatili dhidi ya watoto, wanaume pamoja na wanawake. Hivyo basi tunawasihi wazazi, endapo unafanyiwa vitendo vya ukatili na mume wako au mwanaume unafanyiwa kitendo cha ukatili na mkeo, dawati la jinsia lipo na linashughulikia kesi zote, na kama kesi hizo zitakuwa ziko serious kwa kiwango kikubwa, basi kesi hizo huwa zinafikishwa mahakamani. Lakini tunalaani sana vitendo vya vipigo, lugha mbaya ambazo hazina staha, lugha za matusi ambazo wakati mwingine lugha hizi, wakati mnaendelea na mafarakano kati ya mume na mke, lugha hizi zinatolewa mbele ya watoto, na watoto hawa wanaathirika pia kisaikolojia. Lakini pia watoto wanakuwa wakiamini kwamba ukatili ni kitu cha kawaida sana, lakini kumbe ukatili ni kosa la jinai. Hivyo basi ninawasihi wazazi wote tuwalinde watoto wetu, lakini sisi wenyewe tuwe kipaumbele kwa kuwa na maadili mema, ili tuweze kuwalea watoto wetu katika maadili yaliyo mema. Niwakumbushe pia wanaume ambao mnazalisha watoto bila utaratibu na kutowalea. Kosa hilo ni kosa la kutelekeza familia. Kosa hili limekuwa ni sugu, na hili nalizungumza hususani kwa vijana wanaochipukia, vijana ambao wameanza kukua, wanakuwa na mihemko ambayo wanashindwa kuicontrol au kuizuia kwa lugha ya Kiswahili. Niwakumbushe tena, tuwe na subira. Hata kama una mihemko, subiri muda wako ukifika. Fuata utaratibu ili uweze kulea watoto wako katika misingi ya ndoa, misingi ambayo ina maadili. Lakini unakuwa na mihemko, unamzalisha binti, ukiambiwa mtoto ni wa kwako unakataa, yule binti unakutana na maisha magumu, anatelekeza mtoto anakosa malezi yaliyo bora. Sisi tunatamani sana kizazi chetu kiwe kizazi ambacho kina maadili mema na kizazi ambacho kitakuwa na kuwa na ustawi ulio bora. Kwa haya machache, niwapongeze sana Daycare, Highlands Daycare
kwa kazi kubwa mnayofanya ya kuendelea kuwatunza watoto wetu. Ni jukumu zito na jukumu sana. Hata sisi wazazi tunatambua kwamba kulea mtoto mdogo sio kazi rahisi, ni kazi kubwa. Kwa hiyo hata sisi tunathamini jeshi la polisi Highland Daycare kwa kazi kubwa mnayoifanya. Tunawapongeza sana na Mungu aendelee kuwabariki. Asanteni sana. Makofi mengi kwa mkuu wetu. Jina langu naitwa Elieti Mlimbila au Mama Bryson. Mtoto wangu anasoma kituo cha Highland, anasoma masomo ya ziada. Tunafurahi sana uwepo wa vituo vya Highland kwa sababu wanatoa huduma vizuri. Kwanza kwa mtoto wangu mimi naona kuna mabadiliko. Kitaaluma mwanangu naona yuko vizuri kwa sababu nikiangalia labda alivyokuwa darasa la pili, sasa hivi yuko darasa la 3, darasa la pili sasa hivi naona kuna mabadiliko. Si tunasema tu asante, yani hatuna neno zaidi ya neno asante labda. Sisi labda tutajitahidi kuhamasisha na watu wengine waendelee kuleta watoto pale. Hivyo. Haiathiri chochote kwa sababu shule ni ile, walimu ni wale, kwa hakuna, mimi sioni kama kuna athari yoyote. Asante. Kwa majina naitwa Bethania Lumriko Kusaga. Kwa kweli kupitia hivi vituo vya Highland nilimpeleka mwanangu akiwa mdogo sana, alikuwa ana miaka tu miwili. Kwa mpaka sasa hivi kupitia miaka hiyo miwili alikuwa ameenda pale kwa kucheza tu. Unajua si wazazi tunakuwa tuna mambo mengi. Kwa kuna muda unapeleka tu pale watoto, wanaenda tu kama wanakulelea watoto vizuri. Kalipofikisha miaka 3 sasa hivi kanasoma vizuri, kwa kweli kanajitambua, kapo vizuri kwa kweli. Kwa upande wa kuwashukuru Highland, na washukuru sana, Mungu awabariki, lakini kwenye swala pia la ulinzi wapo vizuri. Mungu awabariki, wanatulelea watoto vizuri. Tunaomba Mungu aendelee kuwasaidia, aendelee kutulelea zaidi, na pia tunawaomba na watu wengine kama wanaweza kuwaleta watoto kwenye kituo cha Highland wawalete tu, kwa sababu Highland wapo vizuri sana kwa kweli. Obadia Osebe Lugusi ni afisa masoko katika shule za Highland vituo vyote, lakini pia ni in charge, ni mwangalizi wa vituo hivi. Kimsingi nianze tu kwa kutoa shukrani hasa kwa mkurugenzi wa vituo hivi vya Highland Bwana Tulizo Festo Fianga kwa kujali na kuona kuna umuhimu sasa wa kuweza kufanya usiku wa Highland. Kimsingi ni jambo la kitofauti, na hiki kitu kimekuwa ni mfano mzuri sana wa kuigwa kwa sababu ni jambo jema. Lakini pia nimshukuru tena mgeni rasmi Mheshimiwa Comrade Daniel Godfrey Chongolo. Amefanya jambo jema kutusupport sisi, akitambua kwamba tuna kesho nyingi sisi vijana. Kwa hiyo tunatakiwa tuweze kusaidiwa ili na sisi tuweze kusaidia vijana. Asante sana. Lakini pia nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuweka mpaka siku hii ya leo ya mafanikio. Siku yetu ni surprise kwa sababu ni miaka 7 tumesajili, na nikwambie tu ndugu unayenisikiliza ni kwamba usajili sio jambo dogo, ni mchakato. Mimi kama afisa masoko nipo kwenye timu, niseme tu kwamba ni mchakato sana, lakini Mungu sisi amefanya surprise, ametubariki. Kwa hiyo malengo yetu madogo kwa sehemu tumeshafanikiwa 80%, na sasa tunaelekea malengo makubwa. Malengo makubwa tunategemea kuja kuwa na gari la shule, lakini pia tunategemea kuja kuwa na shule yetu binafsi ambayo itakuwa imejengwa kabisa, ambayo tunaimiliki. Kwa maana hiyo kwa sasa tumepanga majengo ya watu, lakini tunategemea kuja kuwa na mashule ya kwetu. Nategemea kwamba kuna siku tutaita kama hivi tulivyoita leo na tutafanya. Kwa nini mzazi alete mtoto wake sio? Alete kwa sababu sisi pale kwetu tumejitofautisha na wengine, lakini pia point kubwa tu kwa sababu tunawalea vizuri, tunawajali. Sisi tunapoona watoto tunajisikia faraja sana. Na ndio maana sasa kama sisi tunajisikia faraja, maana yake tumeweka hata walezi wenye viwango na wenye vigezo. Ndio. Asante.